msaada, jina lako ni ngao, jina lako ni mkombozi wetu, na jina lako Baba wa rehema ilitajwa Baba katika kipindi kama hichi Baba, kuelekea Baba wa rehema kuzaliwa kwako Bwana. Na Bwana, tukiwa katika Baba wa rehema ibada yetu ya jioni ya leo, na Baba tukiangalia Baba asili ya Baba wa rehema kuzaliwa kwako Bwana, ili ufanyike Baba wa rehema kuvaa mwili, maana yake Mungu pamoja nasi, na Jehova ukipata kuja duniani ili upate kuleta ukombozi, kama ilivyotabiriwa na manabii wengi ya kuwa bikira atapata mimba, naye atazaa mwana, na jina lake ataitwa Mungu pamoja nasi. Na pia Baba wa rehema, nabii Baba wa rehema Mika naye akipata Baba wa rehema kutabiri ya kuwa atazaliwa katika Bethlehem ya Wayahudi. Baba, Roho Mtakatifu atufundishe habari ya kuzaliwa kwako mwezi wa 12, maana wengi wanaipinga pasipo kuifanyia utafiti. Tunatukuza jina lako, maana umetufunulia mambo haya sisi kundi ndogo, na tunajivunia Baba wa rehema uweza wako. Tukijiandaa Baba katika sherehe ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwako, tuko tayari Baba uzaliwe katika maisha yetu, uzaliwe katika nafsi zetu, uzaliwe katika tima zetu, uzaliwe katika Baba hatua zetu, uzaliwe katika Baba afya zetu, biashara zetu, familia zetu, Baba huduma zetu, uzaliwe Baba katika Gizo Kuu, uzaliwe katika Dar es Salaam Tanzania, uzaliwe katika Afrika Mashariki Afrika, uzaliwe katika dunia yote, na jina lako lipate kutukuzwa, maana wewe ni mtakatifu mtakatifu. Na katika jina la mtoto anayekwenda kuzaliwa, na mtu mmoja seme amen. Amen. Bila shaka ufalme wa Mungu ulikataliwa katika Agano la Kale, na ufalme wa Mungu ulikuwa katikati ya watu wake kupitia nafsi ya Mungu iliyowakilishwa na malaika wa uso wa Mungu. Malaika wa uso wa Mungu kama malaika wa Bwana, ukifuatilia vigezo vyake, bila shaka anafanana kabisa na huyu mtoto ambayo miaka 2020 iliyopita, mwaka 2026 iliyopita alipata kufanya nini? Alipata kuzaliwa katika Bethlehem ya Wayahudi. Maana yake palikuwa na Bethlehem nyingine katika eneo la Galilaya na katika eneo la urithi ya Wanaftali, lakini Bethlehem aliyezaliwa Kristo ilikuwa ni Bethlehem ya Yudea ama ya Wayahudi. Sasa watakatifu wa Bwana, Mungu alidhihirika katikati ya watu wake kupitia malaika wa uso wake. Malaika wa uso wa Bwana anapoongea, anaongea kama Mungu. Anaongea, nitawatoa, nitafanya hivi, fanya hivi. Ukifuatilia sehemu zote ambao malaika wa uso wa Bwana aliongea, hata alipoongea na Ajili, anaongea naye ya kuwa nitabariki mwanao, rudi kwa bibi yako, ujinyenyekeshe kwa bibi yako, nawe utazaa mwana, naye ataitwa nani? Ismaeli. Jina la Ismaeli ilitoka kwa Mungu. Jina Ismaeli ilitoka kwa Mungu. Nini? Malaika wa uso wa Bwana aliyeongea kama Mungu, aliyewakilisha Mungu, aliyekuwa ni Kristo katika Agano la Kale. Maana alijitambulishaje kwa Musa? Alijitambulisha kwa Musa kama niko ambaye niko. Lakini Yesu naye katika kitabu cha Yohana ile sura ya 6 mstari wa 60 mpaka 65 anajitambulisha kwa Wayahudi ya kuwa kabla ya Ibrahim yeye alikuwepo, yeye ni niko ambaye niko. Umeona maana yake? Ukitaka kujua Agano la Kale imefunuliwa, kwa Agano la Kale unakwenda kwenye Agano la Kale imefunuliwa kwa Agano Jipya. So unaona kabisa niko ambaye niko ina maana alikuwa ni Yesu katika Agano la Kale. Lakini Yesu katika Agano la Kale alipata kutoka, alipata kuondoka, maana alikwenda pamoja na wana wa Israeli. Mungu akawaambia ya kuwa sitapata kwenda pamoja nanyi kwa kuwa nyinyi ni watu wenye shingo ngumu,
nisije nikawaangamiza, lakini malaika wangu atawatangulia mbele yenu, atawaongoza mpaka kufikisha katika nchi ya ahadi. Lakini msimtie nini? Kasirani. Maana yake asije akafanya nini? Akawaangamiza njiani. Sasa watakatifu wa Bwana walimtia kasirani ama kisirani baada ya kuingia katika nchi ya agano, na hatimaye uwepo wa Mungu ulitoweka. Lakini watakatifu wa Bwana, uwepo wa Mungu ulitowekaje? Hebu tusome katika ile Isaya 7:14. Isaya 7:14. Isaya 7:14 tuone. Ikiwezekana anza mstari wa kwanza. Napenda sana. Umejua Biblia ni hadithi. The Bible is all about story. So if you take it as a story, it will be more sweeter to you than other stories. So when you are going through Bible, it is better to stand at a position of listening for the story. You know, storytelling is always good. People would like to hear a storytelling than just normal words. Watu wangependa sana kusikia hadithi, maana hadithi ni maneno ambayo yanakuwa mazuri sana. Utapenda kusikiliza hadithi. Na ndio maana hata katika makabila zetu, bibi zetu walikuwa wanatoa hadithi, wanatuhadithia hadithi za koo zetu na familia zetu. Umeona? Ndio maana zamani hapakuwa na maandishi, lakini habari za koo na familia zilipata kuwekwa katika zile hadithi. So mfumo wa kufundisha Biblia kwa Wayahudi ilikuwa ni hadithi. Waisraeli hawakuwa na vitabu vingi, lakini vitabu vichache hivyo. Vingi story vilikuwa katika hadithi ambao watu walihadithiwa wakiwa wameketi chakulani ama wakiwa njiani wanapata kutembea. Walipewa hadithi inayohusu Mungu wa baba zao, mahusiano kati ya Mungu na baba zao. Sasa umeona ninapokurudisha kwenye Isaya sura ya 7 na kurudisha katika habari ya hadithi. So hebu tuchukulie kama hadithi ili tupate, lakini somo langu ni kusherekea siku ya kuzaliwa kwa mtoto Yesu Kristo, kusherekea kwa siku ya kuzaliwa. Lakini pia nitakwambia kwa nini tusherekee. Kuna makanisa ambayo yanafungwa tarehe 25 Disemba, yanafungwa katika kipindi cha sherehe ya Krismasi, wakisema kabisa kuwa tunasherekea Mungu jua. Nisikilize. Mimi leo ni siku yangu ya kuzaliwa tarehe 23 Disemba. Siwezi kuacha kusherekea kwa sababu wa imani nyingine nasherekea. Kama wa imani nyingine nasherekea ni yeye, lakini na mimi nasherekea. Ina maana sherehe kwa siku zetu za kuzaliwa zimegongana. Kila mtu anasherekea yake. Kama kuna wanaosherekea Mungu jua, hao nao ni wao. Kama kuna wanaosherekea nini, wa mwingine anasema mchungaji, mbona ameweka mtu wa Christmas? Basi kwa nini unavaa nguo? Haya ni mapambo tu. Kwa nini unavaa nguo wewe? Kama unavaa nguo. Zamani watu walikuwa wavai nguo. Watu walikuwa wanavaa nini? Walikuwa wanavaa nini? Mangozi ngozi, umeona masampele. So leo hii mambo ya dunia hayo lazima tuendane nayo, umeona? Lakini injili itabakia kwa pale. Kinachotakiwa ni tunasherekeaje siku ya kuzaliwa kwa Yesu. Ndio maana tunapamba nyumba zetu. Tunapamba maeneo tunayekaa katika kumbi tukisherekea siku zetu za kuzaliwa na watoto wetu. Lakini iko ubaya gani tukitumia tukio hiyo la kawaida kupata kufunua jambo lililojificha ya kiroho? Haina mbaya. Haina ubaya hata yote. Ndio maana tulia, nitafanya hesabu. Watu wengi sana wanaogopa mahesabu hata katika makanisa. Ndio maana hawezi kujua kama Yesu alizaliwa mwezi gani. Nimesoma maeneo yote wanasema Yesu alizaliwa baada ya tarehe 6 Januari. Lakini mimi nilichukua jukumu la kufanya utafiti mimi kama scholar wa Biblia. Mimi ni mwanafunzi wa Biblia. Kama scholar wa Biblia, ninachofundisha hakuna sehemu imeandikwa kuhusu kuzaliwa kwa Yesu. Wala tunafundishwa chuo. Napoongea hivi tunarekodi hata walimu wanaona. Nilifanya utafiti na mahesabu. Mimi ni mwana mahesabu sana. Fanya utafiti kabisa. Mahesabu nilianza kufuatilia kuumbwa kwa dunia kwa miaka ile nikifuatilia. Nikaja mpaka wana wa Israeli kwenda Misri. Kutoka Misri
nikafundisha mpaka mwaka wa 940 Suleimani anakuwa mfalme, nikafundisha Daudi kuwa mfalme, nikafundisha mpaka mwaka wa 586 Yerusalemu ilipoanguka, nikafundisha nikija mpaka kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu, ambao ni mwaka wa 6 kabla ya Kristo. 6 BC. Yesu amezaliwa katika mwaka wa 6 kabla ya Kristo. So, kinachofanyika ni nini? Biblia imebeba hesabu. Ndio maana Biblia imebeba sayansi, imebeba biolojia, imebeba masomo yote. Ndio maana Biblia ni yote katika yote. Mimi nitafunua na kusema, niliwahi kujibu watu waliokuwa wanapinga habari ya kuzaliwa watu kusherehekea tarehe 25. If you don't know anything, don't try to explain what you don't know. Let people who know explain it. Before you do any explanation, do thorough investigation. Try to investigate the issue before you can come out clearly and talk. Sometimes you can pretend that you know, but you don't know. Kuna watu wako Uingereza wamenitumia clip kuhusu mtu mmoja anapinga Wakristo kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu mwezi wa 12. Clip hiyo nitaisikiliza siku 2 hizi. Nataka nimtafute huyo mtumishi wa Mungu, nimpigie simu ili online tupate kujadiliana. Nimfundishe, nimwambie usipojua kitu usipotoshe watu. Watu wengi sana hataki kufanya nini? Utafiti. Wanachukua vitabu watu wameandika, wanazisoma alafu wanapaa nayo. Sisi wanaagizwa hatuko hivi. Ndio maana nitakufanyia hesabu jinsi Yesu miezi mpaka mwezi wa 12 inapokuwa. So haijalishi kwa sababu ni mwezi wa 12, sisi it doesn't matter. Ni mwezi wa 12, wanasherehekea siku gani atokea? Tunasherehekea kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Wa imani nyingine wamesherehekea mpaka juzi kuzaliwa kwa mitume yao. Sisi tukisherehekea iko shida gani? Mbona wasioshene kidole? Watu wache Bwana, waache mambo hayo Bwana. Amina, watakatifu wa Bwana. Watu wache, haiwahusu. Pilipili wasie ila wanawashia nini? Na bishop asiyejua hawezi kuelezea habari ya Krismasi, asiongee wala asizuie watu wa Mungu kwenda makanisani eti wasiende kusherehekea kwa Krismasi. Eti ni sio siku. Wewe kaa chini bishop na askofu ili usikilize habari Yesu kuzaliwa mwezi wa 10 na ngapi? Kwambia taarifa ilipelekwa kwa Mariamu mwezi wa ngapi? Mwezi wa 6. Mwezi wa 6 gani? Ya kalenda nane ya Wayahudi. Mwezi wa 6 kwa Wayahudi tumepishana miezi 3. Sisi tunasherehekea Pasaka mwezi wa 3 mwishoni ama mwanzo mwezi wa 4. Wao kwa ni mwezi wa ngapi? Wa kwanza. Ina maana mwezi wa 6 kwetu ni mwezi wa 9. Miaka ilikuwa inashuka nini? Chini, maana ilikuwa ni kabla nini? Kabla ya Kristo. So hii ni mahesabu ambayo hii wazi kabisa. Saganda ukimpa mtoto wa kichekechea atafanya, atakuta inarudi chini. Ukitoka kwenye mwezi wa 9 mwezi wa 8 unarudi mpaka mwezi wa 9 na kwa ni mwezi wa 12. Iko wapi mbaya tukisherehekea siku ya kuzaliwa kwa mwanzilishi wetu? Asiyejua asiongee. Siku moja nitakwenda pale Ethiopia kuweka jambo ile clear. Nakwenda pale Ethiopia siku moja ili iwe principle ama ipitishwe, lazima wale wakusikilize, si ndio? Uidefend. Nitakwenda siku moja kuidefend na mahesabu. Watasema Yesu ni Bwana. Hebu sema Yesu ni Bwana. Yesu anainua watu wengine ambao watasimama na kusimama hadharani na kupeleka neno la Mungu. Sasa soma hiyo Isaya sura ya 7. Tuanze mstari wa 1. Isaya alikuwepo katika wakati wa karne ya ngapi? Si karne ya 7. Si karne ya ngapi? Si karne ya 8. Alikuwepo katika karne gani? Karne ya 7, maana karne zilikuwa zinashuka chini. Umeona sasa hivi tuko katika 2020 lakini tuko kwenye karne ya 21. Mwaka wa 1901 mpaka mwaka wa 1999 ilikuwa ni karne ya 20. Maana yake katika mwaka wa 700 ambayo Isaya alikuwepo ilitakiwa iwe karne ya ngapi? Karne ya 8. Umeona? Lakini sasa si karne ya 8, inakuwa karne ya ngapi?
inakuwa karne ya ngapi? Maana nashuka chini. Inakuwa karne ya 6. Maana miaka ilikuwa inafanya nini? Inashuka chini. Sasa hebu tuende kwa jina la Yesu. Baada ya siku za Ahazi mwana wa Yotham mwana wa Uzia mfalme wa Yuda, Resini mfalme wa Shamu na Peka mwana wa Remalia mfalme wa Israeli wakapanda wakaenda Yerusalemu. Hebu nikuulize, Ahazi alikuwa ni mfalme wa ngapi wa taifa la Yuda? Watakatifu wa Bwana, unaposema kitabu cha Isaya alitawala, alikuwepo wakati wa wafalme watano. Mfalme nani na nani? Tuliwahi kupitia hapa. Wafalme ambayo wakati ambayo Isaya alikuwepo wakati wao walikuwa ni wafalme watano. Mfalme nani? Uzia, Yotham, Ahazi, Hezekia na Manase. Wafalme watano. Bila shaka mfalme watano alimuua nani? Alimuua Isaya. Alimuaje Isaya? Isaya, Manase aliamua kuua manabii wa Bwana. Kabla ya huyu mfalme Manase kutekwa na kupelekwa utumwani wapi? Babeli. Lakini kumbuka, alipokuwa naua wale manabii, Isaya alienda akajificha ndani ya nini? Ndani ya gogo iliyochimbwa. Hatimaye huyu Manase alimchinja na nini? Alimkata na msumeno ndani ya gogo, akifunga kufunika huku na huku. Ndio maana ukisoma katika kitabu kile cha Waebrania, na mengine walikatwa kwa msumeno, Isaya akakatwa kwa msumeno. Lakini kwa kipindi hicho sasa anaongea, yani sura ya 7 ni kipindi cha utawala wa baba yake Hezekia, ama mwanae nani? Ahazi alikuwa baba yake nani? Alikuwa mwanae baba yake Hezekia. Sasa mbona inakupiga chenga? Ni mahesabu tu madogo tu, ndio maana isikupige chenga. Sasa wakati huo kumbuka ya kuwa taifa gani? Taifa la Israeli ama ya kaskazini ilishapelekwa utumwani wapi? Ashuru tayari. Na Ashuru ilikuwa ni fimbo mkononi mwa nani? Mkononi mwa Bwana. Lakini ilikuwa ni mwishoni mwa utawala wa fimbo mkononi mwa Bwana taifa la Sham. Maana taifa la Sham waliungana na taifa la Israeli. Ikawa sasa Mungu hawezi kutumia taifa la Sham kama fimbo mkononi mwake ya kupitisha hukumu juu ya taifa la Israeli ama kaskazini na juu ya Yuda ambao ni kusini. Lakini kwa wakati huo manabii waliokuwepo katika taifa la kusini ambao ni Yuda kidogo walikuwa vizuri na Mungu, umeona. Lakini taifa la kaskazini ilishakwenda na nini? Na maji. Lakini kwa wakati huo inakwendaje na maji? Ilishaingia katika agano na taifa la nini? Na Sham. Tayari mfalme Peka alikuwa ni mfalme wa ngapi? Mfalme wa mwisho. Wafalme wa mwisho ni mwishoni 18. Alibakisha mfalme mmoja taifa la Israeli ama kaskazini ili wapate kufikia mwisho wao. Wanaungana na taifa la Sham. Lakini sasa wanaungana wakitaka taifa la Yuda iungane na wao ili wapate kuipinga taifa la Ashuru. Lakini hawakujua kama Mungu ndio aliyeinua taifa la Ashuru kama fimbo mkononi mwake. Kuna wakati mwingine Mungu anaweza karuhusu wale maadui zako wainuke juu kinyume nawe ili wakufanye urudi kumtafuta Mungu. Kuna watu ambao wakiwa vizuri hawezi kwenda kanisani, hawezi kutafuta uso wa Mungu. Ndio maana Mungu alitumia hata maadui kupata kurejesha watu katika njia, kupata kuhukumu watu. Kuna wakati mwingine wabaya wako ndio aliyefanya mimi na wewe tufahamiane. Bila wabaya wako tusingefahamiana. Bila wabaya wako usingemtafuta Mungu. Bila wabaya wako mimi nisingekuwa kanisani. Nilikuwa nasema siwezi kudanganyika kwenda kwa lokole. Leo hii mimi ni mlokole pase kwa sababu ya waliyenitenda mabaya. Hebu tupigie makofi waliyenitenda mabaya, maana wamenifanya niwe nuru katika giza, wakufanya na wewe uwe nuru katika giza.
wakusake kama dhahabu inavyosakwa, ili usitulie, upate kutafuta kumjua Bwana na kuona uso wake katika jina la Yesu. Mchungaji, maombi hayo hayajakaa vizuri. Yamekaa vizuri. Sasa taarifa ya sura ya 7, Mungu anakwenda kuambia Isaya ya kuwa amwambie mfalme wa Yuda ya kuwa Mungu atasaidia Yuda. Mungu alikuwa na saza Yuda, tayari taifa la Israeli walishafikia kipindi chao cha nini? Kupata kuhukumiwa. Nawe kuanzia leo ninaondoa kipindi kile cha hukumu uliyefika katika maisha yako kwa jina la Yesu. Hukumu ya mauti kama hukumu wa taifa la Israeli iliyefikia mwisho, ninaondoa kila hukumu katika siku chache zilizobaki kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Hukumu ya magonjwa, hukumu ya ajali, hukumu ya mabaya, hukumu ya balaa, hukumu ya kuzaa mapoza, hukumu ya afya mgogoro, ninaondoa katika jina la Yesu. Amen. Mungu alikuwa tayari kuondoa hukumu juu ya watu wake, lakini kama wangemrudia yeye na kumtegemea wewe. Sema, nitamtegemea Bwana na familia yangu na maisha yangu na hatua zangu. Sasa umeona, sasa taifa la Israeli ilishagawanyika, ikatengeneza taifa la Israeli na taifa la Yuda, taifa la kaskazini na kusini. Lakini kumbuka, Mungu akiketi katikati yao aliwatawala kupitia wafalme wao. Ni sawasawa na sasa hivi Mungu anatutawala, lakini kupitia Roho Mtakatifu ambayo ni kiongozi ndani yetu, anayekaa ndani yetu. Roho Mtakatifu anatakiwa tuongoze, lakini Roho Mtakatifu anamsikiliza Mungu Mwana na Mungu Baba katika kupata kutuongoza. Sasa Mungu tayari ameshaikataa Israeli, bado kupitia manabii ama watu wake kama Isaya, bado alikuwa na matumaini katika taifa la Yuda. Hebu tufuatilie kipindi hicho ili tuone mstari, kabla tujafika mstari wa 14, tuone kisa hicho chote kabla tujaona kilicholeta mpaka inatabiriwa kuzaliwa mtoto Yesu Kristo katika miaka 700. Hiyo ni utabiri wa miaka 700 kabla hajazaliwa Yesu. Ina maana karne ngapi? Karne 7 hajazaliwa Yesu Kristo. Umeona jinsi ambayo Mungu wala chelewi wala kuwahi. Pata picha kuwa ilitabiriwa habari za Yesu miaka mingi sana kabla ya kuzaliwa kwake. Nawe Mungu alishaona hatima zako hata kabla hujaja duniani, na utabiri wa Bwana na mapenzi yake ndani yako ya muda mrefu uliopita itimie sasa kwa jina la Yesu. Itimie kwa jina la Yesu. Hatua zako zote ambazo Mungu alikuwa amekusudia na kufanya kwa ajili yako kwa jina la Yesu. Hebu twende. Wakapata akaenda Yerusalemu kupigana nao, lakini hawakuweza kuushinda. Kisha watu wa nyumba ya Daudi wakaambiwa kwamba Shamu wamefanya mapatano na Efraimu, na moyo wake ukataharuki na moyo wa watu wake kama michi ya mwituni itikiswavyo na upepo. Basi Bwana akamwambia Isaya, haya, toka umlaki Ahazi wewe. Umeona kwa nini hawa ndugu zao wa Yuda ambao ni Waisraeli? Wa Yuda ni makabila matatu. Makabila mawili yanahesabiwa ambao ni kabila la Yuda pamoja na kabila ya Benjamini, na kabila moja ambayo ni urithi wao ilikuwa ni Bwana ambao ni kabila la Lawi. Lakini makabila yote 10 yamekusanyika pamoja, yanataka kwenda kupiga Yuda, lakini wameungana na maadui. Hii inaonyesha nini? Si ajabu kuona mama mkubwa ama shangazi akiungana na maadui zako kule ulikoolewa. Si ajabu kuona bibi mzaa baba akiungana na upande wa mke wako ama majirani zako mjini. Ndio maana hakuna jambo jipya chini ya mbingu na jua. Inakuaje Israeli ama taifa la kaskazini inaungana na Sham, taifa la Sham ambao makao yake yalikuwa Dameski na mfalme wake akiwa raisi, lakini mfalme wa Yuda wa Israeli akiwa ni Peka na mfalme wa Yuda akiwa ni Ahazi, lakini taifa la Yuda ikiwa imara kwa sababu nabii Isaya mtu wa Mungu alikuwepo pale.
Nabii nani? Mika nani? Alikuwepo wapi? Alikuwepo pale wakiwa na ukaribu na Mungu. Kumbe katika nchi yetu ya Tanzania, kama patatokea watu watakayekuwa wanamtumikia Mungu wakiwa na umoja na Mungu, bila shaka Mungu ataokoa Tanzania katika mabaya kwa jina la Yesu. Mungu ataenda kuokoa taifa la Tanzania katika njaa, katika mabaya, kama majanga yanayotengenezwa kwenye mataifa mengine kwa jina la Yesu. Mungu utazama watu wake wanayemtumainia na kusimama naye. Ndio maana ndugu za Wayuda wanakwenda kupigana nao, lakini Yuda wanapotaharuki, Mungu hakusema na mfalme wa Yuda, kwa sababu mfalme wa Yuda alishafanya nini? Alishaharibu siku zile za sikukuu. Aliziondoa zile sikukuu, alifungua mlango wa hekalu na akachukua hazina ya Bwana, akaenda kuhonga mfalme wa Ashuru ili afanye nini? Apatane naye ili awe ni kibaraka chake. Umeona watakatifu wa Bwana, usihofu. Kama Mungu alitetea Yuda dhidi ya ndugu zao na maadui zao, Mungu akutetee wewe dhidi ya ndugu zako walioungana na maadui zako kwa jina la Yesu. Mungu akutetee juu ya mfalme Peka pamoja na Resini wa Shamu kwa jina la Yesu. Kila Peka wa maisha yako, Peka inawezekana ikawa ni mjomba, Peka inawezekana ikawa ni mtoto wa mama mkubwa, Peka inawezekana kawa mtoto wa baba mkubwa, akaungana na maadui zako ili apate kukuangamiza. Amepanda katika ndoto zako, amepanda katika afya yako, amepanda kwenye biashara yako, amepanda kwenye mafanikio yako, anazuia mafanikio yako, anazuia mafanikio yako. Wewe Peka wa maisha yako, beba mizigo yako toke. Ewe Peka na Resini wa maisha yake, ninakuamrisha kama Bwana aliposimama kinyume na Peka na Resini waliyekwenda kinyume, beba vitu vyako Peka. Sema Peka, beba vitu vyako. Umeungana na Resini mfalme wa Shamu, akiwakilisha maadui zangu wote wanenijua na wasionijua. Kila Peka wa maisha yangu, Peka upande wa wajomba, Peka upande wa mama zangu, Peka upande wa baba zangu, Peka upande wa kazi yangu, Peka upande wa biashara zangu, kila Peka wa maisha yangu, Peka ni ndugu zangu wa karibu wanaoungana na Shamu, wanaoungana na maadui zangu, wamepanda kama mfalme wa Israeli Peka alipopatana na mfalme wa Shamu Resini na kufungana na kuungana ili wapande waende Yerusalemu wapate kushambulia mji wa Daudi akiwa chini ya mfalme Ahazi. Naye Bwana akiongea na nabii wake Isaya, Baba sema na watumishi wako waliopo agizo kuu. Baba sema na Isaya wakati huu, sema na Isaya wa agizo kuu, ili umpe taarifa njema juu yangu na familia yangu, juu yangu na hatua zangu, juu yangu na biashara yangu, juu yangu na hatima yangu, juu yangu na maisha yangu. Wote wanainuka kinyume nami, wote wanainuka kinyume nami, kila Peka na rafiki yake Resini wanaefuatilia maisha yangu, wanaefuatilia mafanikio yangu, wanaefuatilia fedha zangu, wanaefuatilia uzima wangu, wanaefuatilia huduma yangu, wanaefuatilia hatua zangu, wanaefuatilia usingizi wangu, wanaefuatilia ndoto zangu, wanaefuatilia uzao wangu, wanaefuatilia uzima na mafanikio yangu. Ninamtegemea Mungu, maana Bwana atapigana vita nami nitanyamaza kimya, kama Bwana aliyopigana vita kwa ajili ya mji wa Yerusalemu. Wala hakuna mfalme aliyepanda wala aliyepiga mishale wala aliyekwenda mji mtakatifu nami ile mji wa Yerusalemu. Na Bwana awe ni ngao na mlinzi wangu katika jina la mlinzi wangu. Mmoja sema amen. Inakuwa na nguvu sana, maana wacha nikwambie, inakuwa na nguvu sana. Ninachukua mamlaka kama Isaya wa sasa hivi
ninaamrisha kila peka kwa maisha yako, kila shetani aliyefiti kwenye peka, kila shetani aliyefiti katika Resini, kila upinzani uliyefiti katika Shamu, kila upinzani uliyefiti katika eneo la peka, ninaamrisha peka na Resini wa maisha yako wabebe mizigo yao, wabebe misalaba yao, wabebe misalaba yao, wabebe mizigo yao. Kila Resini wa maisha yako, Resini wa maisha yako aliyepatana na ndugu zako, inawezekana wamepatana kwa ajili ya uzao wa tumbo lako, inawezekana wamepatana ili waangamize tumbo lako na uzazi na uzao wako, inawezekana wamepatana ili wakamate kazi yako, inawezekana wamepatana ili wafunge uzao wako kupiga hatua, inawezekana wamepatana ili uzao wako isipate promotion, isipate kupiga hatua. Na kama Bwana alivyosimama juu ya Yerusalemu na kufanya ule mji mtakatifu, na kufanya ule mji wa haki wa Bwana, na kufanya ule mji wa Bwana, na kufanya ule mji wa Yerusalemu, na kufanya ule mji Sayuni, na kufanya ule mji uliopo juu ya mlima Sayuni, na kufanya ule ngome imara. Bwana simame kinyume na maadui zako, na kwa sasa ninawafarakanisha peka na Resini kwa jina la Yesu. Nafarakanisha peka na Resini kwa jina la Bwana. Nafarakanisha taifa la Israeli na Shamu iliyoungana na kwenda kinyume nawe. Kwa sasa wapalamike wao kwa wao, na hiyo mwanzo mpya yatokotona kapa ya baba endelea bakapa yatakapa yatokotona kapa ya baba yaendelea bakapa ritakapa. Bwana simama, Baba simama kinyume na maadui wa mji mtakatifu. Huyu ni mtu, ni mji mtakatifu. Ndio maana Baba Resini anaungana pamoja na peka ili Baba wa rehema mabaya yafanyike katika mji wako mtakatifu. Huyu mtu ni mji mtakatifu, maana ni mji uliokaa ndani yake. Huyu mtu nakaa ndani yake, uwepo wake nakaa ndani yake kupitia malaika na Roho Mtakatifu. Bwana, huyu ni mji mtakatifu, na usimama katika mji mtakatifu. Maadui waliyeingia ndani ya mji mtakatifu wakafanya uharibifu, na agiza kila mabaya waliyekaa ndani ya Yerusalemu waanze kutolewa, waanze kutoka ndani ya mji wa Sayuni, waanze kutoka ndani ya mji wa Sayuni, waanze kutoka ndani ya mji wa Sayuni. Maadui wote waliyepenya na kuingia ndani ya mji wa Sayuni, ni majini, ni vifungo, ni majoka, lazima watoke. Mji wa Sayuni umepigwa mbiu, maadui zote wasakwe ndani ya mji mtakatifu. Uwepo wa Mungu utamalaki katika hekalu la Bwana, na ninaagiza uwepo wa Mungu itamalaki ndani ya mji wa Yerusalemu. Izunguke katika kila nyumba, izunguke katika kila nyumba, izunguke katika kila nyumba, izunguke katika kila toa, izunguke katika kila kiungo. Uwepo wa Mungu kama ilivyozunguka katika mji wa Bwana, ndani ya Yerusalemu, ndani ya kila nyumba, ndani ya kila jengo, ndani ya kila eneo na mtaa. Uwepo wa Mungu uzunguke. Yatokotona kapa rindeberia takapa yatokotona kapa rindeberia takapa yandona manama rabanda baba yandeberia baba yanda kapa yatokotone kepo yandona ma ya baba yandeberia baba ya baba yandona manama kapa rindeberia rabanda kapa yatakapa yandona ma kapa yatokotona kapa ya deberia rabda baba ya baba Uwepo wa Mungu uliowakilishwa na nguzo la wingu mchana,
nguzo ya moto usiku izunguke katika mji wa Yerusalemu, mji wa niko ambao niko, mji wa Bwana yupo, mji wa mfalme mkuu, mji wa Yerusalemu, mji wa Yebusi, mji wa Bwana, mji wa Sayuni. Na giza uwepo wa Mungu uzunguke, upite katika kila eneo, ing'oe mapando yote, maadui wote wanayetoka katika ndugu zao wa Yuda ambao ni Israeli, kila pepo ndugu yako, kila jini ndugu yako, kila joka ndugu yako, kila pepo ndugu yako, kila pepo ndugu yako. Na giza uwepo wa Mungu uzunguke katika mji mtakatifu, na amrisha Waisraeli waliojificha katika mji mtakatifu watoke na vitu vyao, Washamu waliojificha katika mji mtakatifu watoke na vitu vyao, watoke na vitu vyao, watoke na vitu vyao. Yatakapa endebeliaba rabanda baba ya baba endebeliaba baba endebelia takapa yatakapa kapa ritokoto na kapa wote waliozama ndani ya mji mtakatifu wakiwa tayari kufanya uharibifu, mmegundulika. Bwana amesimama juu ya Sayuni kinyume na maadui wake Sayuni, Peka pamoja na rafiki Resini, Israeli na Shamu na wafunga wote, mapepo aliyetoka kwa maadui na kuungana na ndugu zako wakafanya uharibifu. Bwana amesema ya kuwa atasimama kinyume na maadui za mji mtakatifu. Wewe kama mji mtakatifu upate kuwa salama, upate kuumbika. Yatakapa indebelia bakapa yandu na makapa. Ninaondoa mipango yote ya mabaya kabla mwaka kuisha. Ninaondoa muunganiko wa ndugu zako. Hakuna mbaya aliyekufikia pasipo ndugu. Ninaondoa muunganiko wa ndugu na mabaya. Yandeke borokoto indebeleke kunama yandu na makapa na makapa indebelia bakapa yandebelia baba yandebelia baba naondoa nguvu yote ya maadui na ndugu kwa jina la Yesu. Nguvu ya maadui na ndugu kwa jina la Yesu. Ninaondoa nguvu ya maadui na ndugu kwa jina la Yesu. Na ndugu wote kwenye maisha yako, kila pepo ndugu toa vitu vyako. Yanda kapa yatokoto na kapa ya tokoto na kapa kapa yandelia ba machozi yatoke na mabaya yandelia ba kapa yatokoto na kapa yando na makapa ya baba ya baba ya baba endelea kapa yatokoto na kapa yando na makapa yatokoto na kapa yanda baba yanda kapa yatokoto na kapa yandelia ba ya baba yanda baba yandelia baba yanda baba yanda baba ya baba yanda baba ndaba endelia ndaba endelia kapa na makama endokoto na kama na makama endelia ndaba kapa na makama endelia ndaba kama na makama endelia ndaba kapa na makama endaba kapa na masato na makapa ya tokoto na kapa ya baba ya baba yandelia baba endaba kila shamu ya maisha yako, kila Israeli maisha yako, Israeli ndugu zako na wale wa karibu yako, ndio wanaunganika na maadui zako. Kama Yuda ikabaniwa na Israeli pamoja na Shamu, Resini na Peka na amrisha Resini na Peka wabebe mizigo yao, wabebe mabaya yao, wabebe balaa zao, wabebe nuksi zao. Beba yatokoto na kapa yatokoto na kapa yanda baba hatuwezi kwenda na kuvuka baba, tukiwa na mzigo huo baba. Wamezunguka mji baba mtakatifu, wameingia baba katika mji mtakatifu baba. Utazame mfalme wako baba Ahazi na nabii wako Isaya na baba wana wa Yuda wote baba, uzao wa Daudi baba. Tazama watu hawa Bwana ni kero na makama, wanaagizo kuu baba, ni uzao wa Daudi baba wa kiroho, yande kepo na makapa baba. Tuwezi kwenda na kusherehekea kuzaliwa kwa mwanao pekee baba siku yake, tukiwa na baba wa rehema wa Shamu na wa Israeli waliojenga makazi ndani yetu, katika maisha yetu, katika hatua zetu, katika hatima zetu, katika njia zetu, katika hatua zetu, katika biashara zetu, katika mapato yetu, katika uchumi wetu, katika mifumo ya mwili wetu, katika viungo vyetu vya kiroho na kimwili. Kila Shamu atoke, kila Israeli atoke, kila Israeli atoke
yote, kila saa natoke na matokeo yake yote, na mipango ya mabaya yote, na matokeo mabaya yote. Yembekepo na makapa, rinde bebekepo, rinda bariakapa, ratakapa kapa, rindo koto na kapa. Utakaso kwenye mji mtakatifu, utakaso kwenye mwili wako, kama Yerusalemu ilipotakasika. Mwili wako na mifumo yote utakasike, na kung'oka vifungo vyote, na kung'oka mabaya yote, na kung'oka balaa zote, na kung'oka nuksi zote, na kung'oka mabaya yote, na kung'oka balaa zote. Madhabahu zote za Israeli na Sham na yavunje kwa jina la Yesu. Madhabahu za kichawi na yavunje kwa jina la Yesu. Madhabahu ya Sham na yavunje. Madhabahu ya Peke na Rezin na yavunje kwa jina la Yesu. Madhabahu ile simama kinyume nawe katika siku zilizobaki, navunja kwa jina la Yesu. Naangamiza kila madhabahu kwa jina la Yesu. Naangamiza kwa jina la Yesu. Navunja kila madhabahu kwa jina la Yesu. Navunja madhabahu kwa jina la Yesu. Madhabahu ya nguvu, madhabahu ya mama mkubwa, madhabahu ya mtoto mama mkubwa, madhabahu ya bibi, madhabahu ya bibi mkubwa, navunja kwa jina la Yesu. Navunja madhabahu zote kwa jina la Yesu. Navunja madhabahu zote kwa jina la Yesu. Navunja madhabahu za kichawi na kiganga na mizimu, navunja kwa jina la Yesu. Madhabahu ya mizimu navunja, madhabahu ya matambiko navunja, navunja mahusiano ya Rezin na Peka kwenye maisha yako, yavunjike kwa jina la Yesu. Vunjika, vunjika. Yatokoto na kapa, rita kapa, yatokoto na kapa, rindekepo na makapa, rinda baria kapa. Hakuna kinachobaki. Kama mji ulivyotakasika wa Sayuni, ndivyo nafsi itakasike, roho itakasike, mwili itakasike, mifumo yote itakasike. Baba, mifumo itakasike, kimwili na kiroho itakasike, hatua itakasike, kibali itakasike, maumivu yote yaondoke, mapango ya mabaya yaondoke. Baba, uponyaji katika mji wa Sayuni, uponyaji katika mji mtakatifu, uponyaji katika maisha yake, katika familia yake, katika hatua zake, katika uzima wake, katika maisha yake, katika kibali chake. Bwana, nasema asante kwa ajili ya kushuka Baba juu ya mlima Sayuni, kushuka katika mji mtakatifu. Mtu huyo awe mji mtakatifu. Na Baba, tunapokwenda Baba wa rehema, mtoto atakuja kuzaliwa kweli, lakini atazaliwa kwenye nafsi zetu, kwenye roho zetu, kwenye afya zetu, kwenye hatima yetu, kwenye vibali vyetu na vilivyoshindikana vyote. Afya yetu zaliwe tena upya, hatua zetu zaliwe tena upya, uchumi uzaliwe tena upya. Baba, tuzaliwe tena upya. Matumbo ya uzazi isiyopata watoto izaliwe tena upya. Mifumo yote izaliwe tena upya. Hatua zako zaliwe tena upya. Viungo vyako vya kiroho na kimwili zaliwe tena upya. Kazi zaliwe tena upya. Hatima izaliwe tena upya. Huduma izaliwe tena upya. Kibali zaliwe tena upya. Na Baba, tunautazamia kuzaliwa kwako kwenye ulimwengu wa kiroho. Na Baba, maisha yetu kizaliwa tena upya, na vyote vilivyopata kuondoka vizaliwe tena upya katika jina la mtoto mchanga. Na mtu mmoja aseme amen. Katika jina la nani? Mtoto mchanga. Hebu tupigie mtoto mchanga makofi. Si watoto wote wachanga, ni watoto wachanga. Watoto wengine wachanga ni Mungu pamoja na sisi. Tarajia kesho mpaka Jumapili, mpaka tarehe 6, kipindi cha wiki 2 cha kusherekea Christmas. Itakuwa ni kipindi cha maeneo tofauti tofauti katika maisha yetu kupata kuzaliwa tena upya. Amen. Nimesikia nguvu kubwa sana ijawahi kutokea ikiwa imeshuka, kwa sababu wanapouzia watu sana habari ya Christmas, kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Ibada ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo watu wengi sana wanapuuzia, lakini ni kwa sababu hawajui asili yake, hawajui utabiri wake, hawajui historia yake. Ndio maana wanaipuuzia. Wanasikiliza wanasema watu wengine pasipo wao kufanya utafiti. Hebu tuendelee. Tuendelee kwa jina la Yesu. Kisha watu wa nyumba wa Daudi wakaambiwa kwamba Shamu wamefanya mapatano na Efraim
Basi Bwana akamwambia Isaya, haya toka umlaki Ahazi wenda Sheashubu mwana wako huko mwisho wa mfereji wa birika la juu katika njia kuu ya uwanja wa Dobi. Ukamwambie, angalia ukatulie, usiogope wala usife moyo kwa sababu ya mikia hii miwili ya vinga hivi vitokavyo moshi, kwa sababu ya hasira kali ya Resini na Shamu na mwana wa Remalia, kwa kuwa Shamu amekusudia mabaya juu yako pamoja na Efraim na mwana wa Remalia wakisema. Mwana wa Remalia ni Peka. Mwana Efraim ilikuwa ni kabila kubwa katika makabila 10 yaliyotengeneza taifa la kaskazini ama Israeli. Umeona? Sasa bila shaka taifa la kusini ilijulikana kwa jina la kabila kubwa ambao ni Yuda. Sasa bila shaka taifa la Israeli ama kaskazini pia ilikuwa inajulikana kama Efraim. So mara nyingi unaweza kusoma mahali kwenye Biblia ukaona imeandikwa Efraim lakini ikiwa na maana nini? Taifa la kaskazini. Sasa umeona mwana wa Remalia maana yake Peka na nini? Efraim ikiwakilisha ufalme ambayo alitawala Peka. Watakatifu wa Bwana, hii ni kasumba. Kifo cha kwanza duniani ilitokana na ndugu kuua ndugu yake. Kifo cha kwanza. Umeona Israeli inaungana na taifa gani? Na taifa pinzani, taifa la Shamu. Lakini kumbuka, Israeli ni makabila 10. Ndugu zao makabila 3. Hata katika udogo ulichokuwa nacho, hata katika kuhenya unahenya ili angalau upate mkate watoto waende chooni. Mtu anataka hata kidogo unachokipata isiwe halali yako. Hata shule tu uliyepeleka watoto wako ya bei ya chini wasome hawataki. Sio hataki watoto wako wasome. Ndipo ilipokuwa kwa taifa la Israeli kuonea wivu taifa la kusini. Hili ni jambo la kawaida. Hakuna mtu ambaye atakaye kuingia pasipo kupitia ndugu zako wa karibu. Hakuna mwizi anayekwenda kuiba benki pasipo wana wa benki. Kuna watu pale benki kuchora mchoro. Hakuna mtu anayeingia nyumbani kwako na kuvamia pasipo mchoro kutoka pale nyumbani kwako. Hakuna mtu anayejua ya kuwa nyumbani kwako umetoa benki milioni 10 kama si watu wa benki ama wale watu wa nyumbani kwako. Hakuna mtu anayejua umetoka benki umebeba milioni 30 kwenye benki kama si wa benki wanafanya mchoro. Ndio maana nasema hivi. Biblia inasema adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Maana yake nini? Wa nyumbani wako anaungana na adui wako. Israeli ndugu yako ameungana na ufalme wa Shamu na mfalme wako. Ndugu zako wanaungana na wabaya wako ili upate kuangamia. Lakini jipe moyo mkusema sitaangamia. Jinsi mji wa Yerusalemu haikuangamia, Bwana alisimama kinyume na maadui zake. Bwana asimame kinyume na maadui zangu. Niwe salama kama mji wa Sayuni ulipokuwa salama, maana mtetesi wake alikuwa hai. Alisimama na kuweka ulinzi. Aliulinda mji wake. Mimi ni mji wa Bwana. Bwana anilinde niwe salama kama Sayuni, katika jina la Bwana wa Sayuni. Tumoja seme amen. Hii ni habari ya Yesu. Kumbe tukiongea habari ya Yesu kwenye Agano la Kale balaa tupu. Shetani mwenyewe hajui tumetokea wapi. Amesuka tu tumeibuka. Maadui zako hawajajua. Wamesikia habari ya Resini na Peka lakini wakakuta wametoka. Wamebebwa na kimbunga. Hawakujua kwa upepo umetokea wapi wa kimbunga. Wamebebwa. Kwenye ulimwengu wa kiroho ilikuwa ni Peka na Resini. Lakini kuna aliyekuwa ni Peka, kuna aliyekuwa ni Resini. Wakakuta akitajwa Peka anabebwa kubebwa, Resini anabebwa kubebwa, Israeli anabebwa kubebwa, Shama anabebwa kubebwa. Wabebwe kwa jina la Yesu. Wabebwe waache njia na azaliwe upya maisha yako na hatua zako kwa jina la Yesu. Mungu anaingilia kati kuokoa Yuda. Mungu aingilie kati ya kuokoe. Aokoe uzao na familia yako. Aokoe taifa letu la Tanzania. Aokoe viongozi wetu. Aokoe uchumi wetu. Aokoe maisha yetu. Aokoe maendeleo yetu. Aokoe uchumi wa Mtanzania mmoja mmoja. Aokoe maendeleo ya Mtanzania mmoja mmoja. Aokoe maendeleo ya hatua zetu. Mungu asimame dhidi ya maadui wa Tanzania kwa jina la Yesu. Hebu tuende.
Haya na tupande ili kupigana na Yuda na kuwasumbua tukabomoe mahali tupate kuingia na kummilikisha mfalme ndani yake huyo mwana wa Tabeli. Umeona? Maadui wanatafuta pa kubomoa. Ina maana pasipokuwa na sehemu iliyobomolewa, hapo penye hawezi kuingia. Ndio maana Yerusalemu usingeweza kuingia, maana ulikuwa ni mji yenye boma ambayo umejengwa kweli kweli, usingeweza kuipanda. Palikuwa na ngazi ambao watu wanayelinda walikuwa wanapanda na kukaa juu ya ule ukuta na kuona maadui akija. Ndio maana wakaona ya kwa twende na tubomoe tupate kuingia. Maadui wa kiroho wanatafuta kubomoa kiroho. Sema kila nafasi iliyobomolewa kwenye ukuta naye nilinda na maadui wakapata upenyo. Ninafunga eneo hilo, nafunga kila upenyo, nafunga mahala popote palipobomoka katika maisha yangu ya kiroho na kimwili, na kuruhusu upenyo. Kila kilichopenya ninaitoa kupitia mlango ule uliyepenya na kupenyeza mabaya. Jina la Bwana, ninafunga milango yote, funga kila upenyo na kila palipobomolewa na maadui kama Rezini na Peka wakapaka kwenda kubomoa ukuta wa Yerusalemu ili wapate kuingia na kushambulia mfalme wa Yuda na Yuda. Sitashambuliwa roho yako, nafsi na mwili, sitafunguliwa hatua zangu, kibali changu na familia yako, maana Bwana ananilinda. Awe ni ukuta wangu katika jina la Yesu. Tumoja semene. Bwana Mungu asema hivi, neno hili halitasimama wala halitakuwa, kwa maana kichwa cha Shamu ni Dameski na kichwa cha Dameski ni Rezini, na katika muda wa miaka 65 Efraimu atavunjika vipande vipande, asiwe kabila ya watu tena. Umeona, ilibaki miaka 60 na ngapi? Na mitano. Ili maana yake ilikuwa ni mwaka wa 782. Maana katika mwaka wa 780 na ngapi? 87. Maana katika mwaka wa 722 taifa la Ibrahimu ama Israeli ilipata kutekwa na Ashuru na kubomolewa Samaria na nchi ya Israeli na kupelekwa kule utumwani Ashuru, na ikawa mwisho wake. Ina maana kumbe ilikuwa imebaki siku chache kwa ajili ya Ibrahimu wa maisha yako. Imebaki siku chache kwa ajili ya makao makuu Dameski na nchi yake ya Shamu. Imebaki muda mfupi kwa ajili ya mfalme wa mabaya naye kupata, ambao ni Rezini na Peka. Wanakwenda kuangamia, wanakwenda kuanguka, waanguke kama Shamu na Israeli ilivyoanguka kwa jina la Yesu. Amen. Israeli imeanguka, Ibrahimu imeanguka, na Dameski nayo ianguke na viunga vyake vyote kwa jina la Yesu. Amen. Ukipigana vita kwa mifano, huwa hawakupigi chenga. Kwa mfano, Biblia ni mfano. Kichwa cha Shamu ni makao makuu Dameski, na kichwa cha Dameski ni mfalme Rezini. Kichwa cha Efraimu ni Samaria, na kichwa cha Samaria ni mwana wa Ramalia. Kichwa cha watesi wako bila shaka ni Ibilisi. Ni Ibilisi. Ukikamata Ibilisi, ukimshinda katika utakatifu, basi kwisha. Wote unayehangaika nao, mtoto wa mama mdogo, baba mkubwa, baba nani? Si baba. Baba lazima awe na huruma kwa mtoto aliyepo ndani yake. Aliyepo ndani yake anayepinga huduma yake. Kinachopingwa ni huduma yake. Kinachopingwa ni kazi kubwa tunataka kufanya. Tumebaki kwenye msingi ya Mungu na neno la Mungu ya kweli, kuanzia Agano la Kale mpaka Agano Jipya.
kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Ufalme wa Mungu kuanzia mwanzo wake mpaka jinsi utakapokuwa katika mwisho wake. Hii inampa shetani kizunguzungu. Shetani na utawala wake duniani inapata kizunguzungu, maana haya hayahubiriwi. Haya watu hawajui. Amepofusha watu hawajui kama mwezi wa 12 alizaliwa Yesu. Wanafanya mahesabu, wanasema alizaliwa mwezi wa kwanza. Biblia imesitirika. Hata vita tunavyopiga vimesitirika. Ndio maana vita, watu wengi tunapigana vita kwenye ulimwengu wa kawaida. Vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni katika ulimwengu usioonekana. Ndio maana pigana kwa mifano. Kama hata mwana wa Amalia, mwende ukajua mwana wa Amalia uone kama anabaki. Mwana wa Amalia maana yake mfalme wa Israeli, yule kiongozi wa mabaya anayetoka katika ndugu zake, inayoungana na shaka. Wabaya wako hawafurukuti, hawabaki kabisa, hawabaki kabisa. Mkamate mwana wa Amalia, kamata kichwa cha Dameski, kamata kichwa cha nini, cha Shamu. Watu wanakuja kukuta wanakula mieleka tu, vichwa chini, wanapiga vichwa chini tu, hawajui kimbunga kinatokea wapi. Iwasombe kimbunga kwa jina la Yesu. Wasombe kwa jina la Yesu. Wapige vichwa chini kwa jina la yeye aliye hai. Fika mstari wa 14 ili niombe. Tena kichwa cha Efraim ni Samaria, na kichwa cha Samaria ni mwana Remalia. Umeona? Biblia inaongea lugha ya mfano. Mwana wa Remalia maana yake ni Peka, mfalme wa Israeli wa 18. Kabla ya nani? Kabla ya Hosea ambaye alikuwa mfalme ngapi? 19. Lakini unaona Biblia inaongea mfano. Kuna mtu mwingine hajui habari ya Shamu. Kuna mwingine hajui habari ya ufalme wa kusini na kaskazini na wafalme wake. Huwezi kuchukua mstari mmoja na kufundisha kwenye Biblia kujenga ukajua ufalme wa kaskazini na kusini. Usipojua ufalme wa kaskazini na kusini, huwezi kujua ufalme wa Mungu katika Agano Jipya. Hebu twende. Kwamba hamtaki kusadiki, bila shaka mtathibitika. Tena Bwana akasema na Ahazi akinena, nitakie ishara ya Bwana Mungu wako. Sema nitajitakia ishara kwa Bwana. Nitakia ishara kwa Bwana. Kabla mwaka huu hujaisha. Kabla mwaka huu. Bwana niletee ishara. Kama alivyomletea mfalme wa Yuda ishara, akakataa kupokea. Akapewa ishara kwa maneno mabaya wangu wote Israeli na Shamu wapewe ishara kama Ahazi alivyopewa ishara. Wapewe ishara kwa jina la Bwana. Wapewe ishara kwa jina la Bwana. Bila shaka watapewa ishara kwa jina la Bwana. Hebu tusikie anapewa sasa, anapopewa ishara. Ishara imebeba utabiri ya mtoto tunayesherekea kuzaliwa kwake, Yesu Kristo. Inatabiriwa ishara ni ufalme kuondoka katika Yuda na kupelekwa utumwani, na ufalme huo ungefikia mwisho pindi wanapoondolewa, na hata kule utumwani na kutoka utumwani wasingekuwa na mfalme tena, maana mfalme Ahazi alikataa kuchagua Shamu. Lakini wakihakikishiwa kuwa huyo mtoto atakayeshika ujauzito wake na bikira pasipo kumjua mwanamume, yeye ndiye atakayekuja kuwa mfalme wa wana wa Israeli wa Yuda. Nasema hivi, kila utabiri uliotabiriwa ya mema katika maisha yako imechukua muda mrefu sana. Ulitabiriwa wewe kumiliki
wewe kuwa na uzao mwingi, wewe kubarikiwa, wewe kumiliki. Sasa ninafungua kila kifuniko kilichokuwa kimefunga utabiri wa wote wa Bwana kwako, na idhirike kwa jina la Yesu. Kila kilichoshindikana ipate kuwezekana kwa jina la Yesu. Iwe mwanzo mpya katika maisha yako kama ilivyokuwa mwanzo mpya baada ya kuja kwa mtoto aliyeahidiwa katika utabiri wa Isaya kwa jina la Yesu. Itakie ishara ya Bwana Mungu wako itake katika mahali palipo chini sana au katika mahali palipo juu sana. Lakini Ahazi akasema, sitaizaa wala sitamjaribu Bwana. Naye akasema, sikilizeni sasa enyi nyumba ya Daudi. Huyo sasa ni Roho wa Bwana anaongea ndani ya mtu wa Mungu Isaya. Sasa Isaya aongei tu na kichwa cha Yerusalemu, anaongea sasa na Yuda yote. Aongee wala na kichwa cha Yuda wala kichwa cha Yerusalemu, maana kichwa cha Yuda ilikuwa ni Yerusalemu, kichwa cha Yerusalemu ilikuwa ni Mfalme Ahasi. Sasa anaongea sasa na nyumba ya Yuda, maana anaongea na Yuda sasa, kama Bwana alivyoongea na kichwa cha Dameski na kichwa cha Sham, akaongea na kichwa cha Samaria na kichwa cha Ibrahim. Bwana sasa anaongea na Yuda. Anasemaje na Yuda sasa? Hebu sikia maneno ya Bwana. Je, ni neno dogo kwenu kuwachosha wanadamu hata mkataka kumchosha Mungu wangu pia? Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamuita jina lake Emanueli. Siagi na asali atakula wakati ajuapo kuyakataa mabaya na kuyachagua mema. Kwa maana kabla mtoto huyo hajajua kuyakataa mabaya na kuchagua mema, nchi ile ambayo wewe unawachukia ufalme wako wawili itaachwa ukiwa. Bila shaka Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla ya kuzaliwa mtoto wa Isaya wa pili, bila shaka nchi ambayo ni Israeli pamoja na Sham zingepata kusambaratika. Lakini umeona ya kuwa eneo hilo imebeba kuzaliwa kwa Yesu Kristo, lakini pia mtoto wa Isaya. Nasema hivyo watakatifu wa Bwana, hiyo ni utabiri wa Yesu Kristo katika mwaka wa 777. Umeona sasa 87. Lakini pata picha. Inatabiriwa kitu ambacho kilikuwa kuchukua miaka mingi na ikatimia. Sasa watakatifu wa Bwana naishia hapo. Lakini Mungu alikusudia kuleta ufalme wake tena katikati yetu kwa kuleta Emanueli. Maana yake yeye katikati yetu. Maana yake kumbe mtoto ambaye alikuja kuzaliwa alikuwa ni Mungu pamoja nasi. Alikuwa ni udhihirisho wa Mungu katikati yetu. Sasa tutaona kesho na kesho kutwa na kuendelea mpaka tarehe 6 kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Lakini tutaona tena tabiri zingine, lakini siku ya tarehe 25 tutaona tukio lilotokea katika kuzaliwa kwa Yesu. Lakini kwa kipindi hichi yaliyoharibika katika maisha yako nataka yazaliwe. Tukienda katika wembe wa kuzaliwa, utakuta tumbo lako la uzazi nazaliwa, utakuta mgongo wako unazaliwa upya, utakuta tua zako unazaliwa upya, utakuta watoto wako unazaliwa upya, utakuta uchumi, utakuta nyota, huduma, na itakuta mwanzo mpya, umezaliwa upya. Lakini katika neno la kuzaliwa, neno kuzaliwa. So anayepuuzia habari ya kuzaliwa hajui. Lakini kwa sababu gani? Nitaeleza siku ya Jumapili kwa nini tusherekee kuzaliwa kwa Yesu tarehe 25 Disemba. Nitafanya hesabu na watu kuanzia mwezi wa 6 ambayo taarifa ilitolewa kwa Bikira Maria na malaika Gabrieli. Mwezi wa 6 ulikuwa ni mwezi wa 6 wa kalenda ya Kiebrania. Walikuwa na kalenda aina mbili. Walikuwa na kalenda ya kidini na kalenda ya secular ya kawaida. So kalenda yao
ambao ya kidini waliofuatilia, mwezi wa 6 ili kwetu ni mwezi wa 9. Sasa miaka ilikuwa inashuka chini. Ukihesabu mwezi wa 9, ukienda mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 12, unafika miezi 9 ambayo mtoto Yesu alikaa ndani ya tumbo la Mariamu. Tuseme amina. Amen. Baba, nashukuru jina lako kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa Baba wa rehema kutufunulia habari ya Shamu ya maisha yetu. Na Baba wa rehema, Dameski kama kichwa chake. Na Baba wa rehema, Rezini kama kichwa cha Dameski. Na Baba wa rehema, Ibrahimu wa maisha yetu, pamoja na kichwa chake Samaria, pamoja na kichwa cha Samaria mwana wa Ramaria. So mwezi wa yote huwe ni wakati wa kung'oka kwa Baba wa rehema, Rezini pamoja na rafiki yake mwana wa Ramaria wa maisha yetu. Kung'oka kwa Baba wa rehema, Ibrahimu wa maisha yetu, pamoja na maadui zetu Baba Shamu, yang'oke kwenye nafsi, roho na mwili, na kupata kuzaliwa maisha yetu kwa upya katika kuzaliwa kwa Yesu Kristo katika ulimwengu wa kiroho, na jina lako likipata kutukuzwa katika maisha yetu, ili mwanzo mpya Bwana, kimwili na kiroho, na katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Amen. Basi pigia Bwana makofi makubwa. Tuishie hapo, lakini